yani malezi na makuzi ya watoto au malezi na ulishaji usiofaa katika kaya. Lakini pia kuna mazingira yasiyo salama na huduma duni za afya. Mazingira yasiyo salama na huduma duni za afya. Hapa tunakutana na SN sanitation. Kwa hiyo zipo hizo sababu tatu: uhakika wa chakula, ulishaji kwa watoto na utunzaji, lakini pia huduma za afya na mazingira. Tukisema uhakika wa chakula, kwa Kiingereza tunasema food security. Sasa upungufu wa uhakika wa chakula katika kaya unasema food insecurity. Nitakuja siku moja nielezee hii iwe kama mada, nitakuja nielezee food security, ambayo food security ni uhakika wa chakula katika kaya. Tunasema kwamba ni food security au uhakika wa chakula katika kaya ni pale ambapo watu wote wakati wote katika jamii wana uwezo wa kula chakula cha kutosha, salama, chenye virutubishi sawa, vinavyokidhi mahitaji yao kwa afya, aidha kwa kuzalisha wao au kwa kununua. Kwa hiyo ni pale ambapo watu wote wana uhakika wa kupata chakula cha kutosha, salama na chenye virutubishi vinavyokidhi mahitaji ya mwili, aidha kwa kununua au kwa kulima wenyewe, kwa kuzalisha wenyewe au kwa kununua. Kwa hiyo huo ndio uhakika wa chakula. Kama una chakula nyumbani kinatosha, kina virutubishi, lakini pia kina nini? Ni salama. Unacho mwenyewe, umelima mwenyewe, ukavuna, ukatunza vizuri, lakini pia ukawa na uwezo wa kununua, inaitwa purchasing power, ukawa na uwezo wa kununua chakula, unaitwa uhakika wa chakula nyumbani. Sasa hii ni sababu, kwa sababu inaitwa food insecurity. Sasa unaigeuza kutokuwa na uhakika wa chakula, yani pale watu wote hawana uhakika wa kupata chakula ambacho ni salama cha kutosha, lakini pia chenye virutubishi, aidha hawana uwezo wa kununua au hawana uwezo wa kuzalisha, kutokana na sababu zile nilizokutajia za msingi. Unakuta hawana ardhi, wengine hawana ajira za kudumu, kwa hiyo hawana uhakika wa chakula. Kwa hiyo nitakuja nielezee kuna misingi ya uhakika wa chakula. Unakuta uwepo wa chakula, kufikika au kushikika kwa chakula, lakini pia matumizi ya chakula inakuwaje. Nitakuja siku moja nilete mada ya kuelezea hiyo. Lakini pia kuna malezi na makuzi ya watoto au malezi na ulishaji wa watoto. Unakuta labda familia katika kaya hawana elimu kuhusu mambo ya unyonyeshaji wa mtoto, kuhusu ulishaji wa mtoto, namna ya ulishaji. Kwa hiyo hivyo vyote vinakuja vinasababisha utapiamlo. Hizo ni sababu zilizojifisha. Kutunyonyesha vizuri, kutompa mtoto chakula kwa usahihi, kwa wakati, lakini pia ukosefu wa elimu ya lishe na malezi. Kwa hivi vyote vinasababisha nini? Vinaweza vikasababisha mtoto augue mara kwa mara, au asipate milo ya kutosha au chakula cha kutosha na virutubishi vya kutosha. Kwa hiyo inapelekea utapiamlo. Lakini pia mazingira yasiyo salama. Mazingira yasiyo salama ni yapi? Unakuta maeneo ya nyumbani pale, unakuta nyumba ya kaya labda haina choo, mazingira ni machafu, maandalizi ya hiyo milo au chakula ambacho wanaenda kula inakuwa sio rafiki, sio safe, sio salama, wazingatii usafi. Kwa hiyo hivyo vyote vinaweza vikasababisha magonjwa. Magonjwa yakitokea yanasababisha labda kuharisha au ugonjwa wa kuharisha au kutokuwa na hamu ya kula. Kwa hiyo vinasababisha virutubishi kupungua mwilini. Vikipungua, kama ni mtoto au mjamzito, inakuwa ni hatari. Pungukiwa kwa virutubishi hivyo kwa kuharisha inaweza ikampelekea aende kwenye utapiamlo haraka. Huduma za afya, labda huduma za afya zikiwa ni costly, huduma za afya zikiwa ni za gharama kwa haya makundi ambayo yanatokea kwenye familia duni, au huduma zikawa mbali, au huduma zisiwepo katika maeneo husika. Kwa hiyo unaweza kukuta watoto au hayo makundi, hasa wakina mama wajawazito na watoto,
wanakuwaga ni vulnerable, yani ni hatarishi, ni makundi hatarishi ambayo yanaweza yakawa yana uwezekano mkubwa wa kuwa wanapata magonjwa ya mara kwa mara. Kwa hiyo kama huduma za afya sio rafiki au hazipo katika maeneo husika, hawa watu wapo katika hatari ya kuja kupata utapiamlo. Kwa hiyo lakini pia kuna magonjwa kama watu wenye uathirika, mfano HIV, inaitwa endemic. HIV inaathiri kinga ya mwili. Kinga ya mwili ikipungua inasababisha maambukizi ya mwili. Maambukizi yakitokea yanasababisha labda mtu apoteze hamu ya kula. Wengine wanapoteza virutubishi mwilini visipoongezewa au visipofanyiwa replacement. Hivyo virutubishi usipopata chakula cha kutosha kutoka katika makundi mbalimbali ya vyakula, unaweza ukapelekea mtu au kumpelekea mtu awe na utapiamlo, awe mtu mzima au mtoto. Kwa hivyo hivi vitu vyote vinaingiliana. Mtu akiwa mgonjwa mfano wa HIV inasababisha upungufu wa kinga. Upungufu wa kinga unasababisha maambukizi ya mara kwa mara. Maambukizi ya mara kwa mara yanasababisha nini? Malabsorption, labda ufunzaji duni wa virutubishi. Lakini pia kukosa hamu ya kula. Kwa hiyo mtu huyu asipopata milo ya ziada ya kurudishia vile virutubishi ambavyo vinakuwa vinapotea katika hali ile, au asipopata lishe bora, inaweza ikampelekea apate utapiamlo. Lakini pia sababu za karibu nimeelezea kidogo, siku nyingine nitakuja kuelezea, na pia hapa nitakuja kufundisha kuhusu uhusiano uliopo kati ya HIV na utapiamlo au malnutrition and HIV AIDS. Kwa hiyo sababu za mwisho, sababu za kundi la tatu zinaitwa sababu za karibu au immediate cause. Hizi sababu za karibu. Kwa hiyo sababu za karibu ni tunakuta ni uraji duni, sawa? Uraji hafifu wa chakula au uraji duni, lakini pia na magonjwa au maradhi. Kutokula chakula cha kutosha, lishe duni au kula vyakula ambavyo vinakuwa vimepungukiwa virutubishi fulani, lakini pia mlo usio na mchanganyiko wa vyakula. Lakini pia magonjwa kama kuharisha, malaria, surua, minyoo, maambukizi mengine kama ni HIV nilipoelezea, vinakuja vinasababisha nini? Mtu anapungukiwa na virutubishi, anakuwa na lishe duni, kwa hiyo anakuwa automatically amepata utapiamlo. Kwa hiyo nilikuwa naelezea utapiamlo na sababu zake. Naona hapo nilikuwa nimechambua kidogo kwa haraka. Kwa hiyo unaweza ukaona kumbe utapiamlo unaweza ukaanzia na sababu za msingi ambazo zinaanzia kwenye ngazi ya jamii au siasa kwa ujumla. Zinaathiri kaya, katika kaya inaenda kwenye jamii, katika jamii likikuwa linaenda kwenye taifa. Kwa hiyo makundi makubwa yanaathirika kwa njia hiyo. Kwa hiyo inapelekea changamoto kwa makundi hayo ambayo nilikuwa nimeyataja. Sawa? Kwa hiyo mfano familia maskini, ikiwa maskini, hiyo inakuwa sababu ya msingi. Hakuna chakula cha kutosha nyumbani, ndo sababu zile za kati. Sasa sababu za msingi inakuwa ni maskini, inakosa uhakika wa chakula, sawa? Ni sababu ya kati au sababu ya kaya, underlying cause. Lakini pia mtoto anaanza kualisha mara kwa mara, hali vizuri, hizo ni sababu za nini? Za karibu, zinampelekea apate utapiamlo. Utaangalia hapo kwenye graph. Kwa hiyo nilikuwa nikielezea hapo, nita summarize hapa kwa ufupi. Kwa hiyo kuna sababu sababu za karibu, sababu za kati na sababu za msingi. Sababu za msingi nimesema ni kama mfumo wa siasa, mfumo wa uchumi, mfumo wa maisha kwa ujumla wa jamii, lakini pia mila na desturi, lakini pia rasilimali zinavyogawiwa. Lakini pia sababu za kati, kuna uhakika wa chakula katika kaya, hakuna uhakika wa chakula katika kaya, lakini kuna ulishaji usiofaa kwa watoto na malezi, lakini pia kuna usafi wa mazingira na huduma za afya. Sababu za karibu, kuna ulaji duni na magonjwa. Hivi vinaweza vikiunganika kuanzia sababu za msingi zikasababisha sababu za kati zikapelekea sababu za karibu. Mtu anaweza
yuko katika hatari ya kupata utapiamlo, awe mtu mzima au mtoto mchanga. Kwa hiyo nilikuwa naelezea haya makundi ambayo yapo kwenye hatari zaidi, hayo makundi: watoto na wajawazito ndio makundi ambayo yapo kwenye hatari zaidi. Kwa hiyo haya makundi yanahitaji uangalizi mkubwa sana. Ila mwisho kuna madhara sasa ya utapiamlo ni yapi? Kuna madhara ya muda mfupi na madhara ya muda mrefu, au athari za muda mfupi na athari za muda mrefu. Kuna magonjwa ya mara kwa mara, sababu nimesema utapiamlo unaathiri kinga ya mwili. Kinga ya mwili ikishuka inasababisha nini? Mtu apate magonjwa mara kwa mara. Lakini pia kuna vifo kwa watoto wachanga na mama wajawazito au watu wazima. Lakini pia kuna ulemavu, za akapata ulemavu. Hayo ni madhara ya muda mfupi. Lakini pia kuna short term consequence, madhara ya au long term. Hayo ilikuwa ni short term, long term. Sasa madhara ya muda mrefu, kuna mtoto anazaliwa, nimesema mwanzoni pale, nimeelezea udumavu. Kwa hiyo urefu wa mtoto au urefu wa mtu anapokuwa mtu mzima, urefu na umri wake inakuwa haviendani, unakuta ni mfupi kulinganisha na umri alionao. Lakini pia kuna cognitive ability au ufahamu, hali ya ufahamu na kuchanganua mambo, uwezo wa kuelewa mambo haraka na kufanya maamuzi haraka unapungua. Kwa sababu ya nini? Utapiamlo. Hayo ni madhara. Economic productivity, uzalishaji, uchumi wa mtu binafsi na familia na uzalishaji unapungua kutokana na nini? Na madhara yatokanayo na utapiamlo. Unakuta huyu mtu alikuwa asome vizuri darasani, ya kufanya vizuri, lakini pia uzalishaji wake unakuwa duni. Ni kwa sababu ya nini? Ya hapa, yaani ufahamu wake bado wa kuchanganua mambo na kuyapanga, afanyeje, jinsi ya kuchanganya rasilimali, jinsi ya kuziaccess rasilimali, jinsi ya kufanya apate uchumi. Unakuta kufikiri kwake kunakuwa mdogo, kwa hiyo na uzalishaji wake unakuwa dhaifu katika jamii. Lakini pia reproductive performance, lakini pia uwezo wa kuzaa huyu unakuwa ni mdogo. Lakini pia inasababisha overweight au uzito uliozidi, unene uliozidi. Mtu akiwa anakula tu bila kufuata utaratibu au bila kula kwa kiasi. Pia utapiamlo unasababisha virutubishi viongezeke mwilini. Vikiongezeka ndio mtu anakuja kuwa overweight au unene uliopitiliza. Unene uliopitiliza unapelekea nini? Magonjwa yasiyoambukiza kama kisukari, shinikizo la damu, magonjwa ya moyo, na mengine kama hayo. Lakini pia kiriba tumbo au obesity, na masuala kama hayo. Kwa hiyo hayo ni madhara. Kuna madhara ya muda mfupi na mrefu. Kwa hiyo niishie hapo kwa leo. Nilikuwa naelezea utapiamlo. Nimeelezea utapiamlo ni nini, nikaelezea sababu za utapiamlo. Nimeona tumebainisha sababu za msingi, sababu za kati na sababu za kaya na sababu za karibu. Lakini pia nikaelezea madhara yanayotokana na utapiamlo. Basi nashukuru sana kwa kunisikiliza. Amen.